Hakika ukuu wa Mungu wetu na Mungu wa mbinguni aliye mtakatifu, aliye Bwana wa uzima, aketie mahali pa juu sana palipoinuka. Leo tunajikumbusha katika kitabu cha Nehemia ile sura ya 9. Unaona kwamba wana wa Israeli wana tafakari, wamepata magumu, wameenda katika nchi ya Ukaldayo, lakini hayo yote wanasema, kwa nini tumefika hapa? Ni kwa sababu tumemwasi Bwana Mungu wetu. Kwa hiyo wanatafuta kosa lao kubwa ni nini, lakini wakagundua hili kosa kubwa, tumemwasi sheria za Bwana Mungu wetu, tumeziasi. Kwa hiyo wakajua chanzo cha tatizo ni nini. Kwa hiyo mwana wa Mungu, Biblia inasema kwamba wao walikuwa na shingo ngumu, hawakusikiliza mausia ya Bwana Mungu wao ambao ni Mungu wa Biblia. Lakini haya yote yalitendeka ni kwa sababu wao, baba zao na wao hawakushika mausia. Kwa hiyo na sisi wana wa Mungu tukikaidi kuyashika yale ya Mungu, hakika Mungu atatupiga. Kwa hiyo cha msingi inabidi tutafute yale maarifa ya kimungu, tudumishe kumtafuta huyu Mungu, ndipo Mungu atakaa na sisi. Endapo tutakaidi tukiwa na shingo ngumu, hata sisi tutapigwa kama baba zetu walipigwa, walienda katika nchi za utumwa, nchi za Ukaldayo. Hata ukimwacha Mungu, na sisi tutapigwa vile vile. Lakini cha msingi tudumishe sana kumtafuta huyu Mungu aliye mtakatifu, aliye chemichemi ya uzima. Kwa maana wao walipojua chanzo chao cha kosa lao ni lipi, wakaanza kumtafuta Mungu kwa moyo wao wote, ndipo Mungu akawajiria kwa wakati na kwa majira yake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tukitaka tumpate huyu Mungu, tudumishe sana kumtafuta katika roho na kweli. Tutamuona katika maisha yetu, tutamuona Mungu akitupigania. Kwa hiyo wana wa Mungu, huyu Mungu ni mwaminifu, kwa maana ahadi zake ni amina na kweli na uzima. Kwa maana baba zetu wa imani walishinda kwa sababu wao walimtafuta Mungu kwa moyo wao wote. Kwa maana sisi kama endapo tukishika yale mausia ya Mungu kwa moyo wetu wote, hakika tutamuona Mungu katika maisha yetu akitupigania, akitulinda, akitushika mkono. Kwa maana yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Anakwambia mtu yoyote yule amtegemeaye Mungu, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu, tudumishe hayo, tumpende huyu Mungu, naye Mungu atakuwa ngao kwetu kwa imani, na tumtegemee Mungu kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu. Amen.